Habari za wakati huu mtazamaji, na karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu. Mimi ni Joseph Bura na leo nakuletea mafanikio ya serikali awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4 katika miradi mbalimbali inayotekelezwa katika halmashauri ya mji wa Mbulu mkoani Manyara. Halmashauri ya mji wa Mbulu ni moja kati ya halmashauri 7 za wilaya 5 zinazounda mkoa wa Manyara. Katika kipindi hiki cha miaka 4, serikali imetenga na kuelekeza fedha nyingi kutekeleza miradi mingi ya kijamii iliyogusa na kubadili maisha ya wananchi, na moja ya miradi hiyo ni ujenzi wa miundombinu ya shule, zahanati na vituo vya afya. Kwa niaba ya wananchi wa mji wa Mbulu, nipende kuchukua fursa hii kubwa na adhimu kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuleta maendeleo na kuwagusa wananchi wa mji wa Mbulu kwenye nyanja mbalimbali. Kwa upande wa sekta ya elimu, mabilioni ya fedha yamepokelewa na kusimamiwa vizuri, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Mbulu, Rehema Saidi Bwasi. Kwa kipindi hiki cha miaka 4 cha mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu. Mheshimiwa Rais ameweza kutuletea fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.1 kwa upande wa elimu msingi kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu. Fedha hizi zimeweza kujenga miundombinu ya elimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano, tumeweza kupata shule mpya ya msingi inayojulikana Hailoto, lakini madarasa mengi yamejengwa kwa kutumia fedha hizi. Zimeweza kujenga matundu ya vyoo mengi ya kutosha, lakini vile vile kwa upande wa elimu sekondari tumeweza kupokea kiasi cha shilingi bilioni 13.1. Fedha hizi zimeweza kutekeleza miradi mbalimbali. Kwa mfano, ujenzi wa shule mpya. Tuna shule mpya 2 ambazo tumezijenga katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu. Shule ya kwanza ni shule ya Isale, shule ya sekondari Isale, lakini vile vile tuna shule ya sekondari Gunyoda ambayo tunaendelea kujenga. Kwa mfano, katika shule ya sekondari Isale, tumepokea shilingi milioni 584,280 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa 8, jengo la utawala 1, maabara 3, matundu ya vyoo 10, maktaba 3, maktaba ya biology, chemistry na physics, lakini vile vile tumejenga jengo la kompyuta. Haya yote ni mambo mazuri ambayo mama ameyafanya katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu. Uwepo wa fedha hizi umeweza kupunguza changamoto ya msongamano wa wanafunzi kwenye madarasa. Umeweza kupunguza tatizo la wanafunzi kuweza kupata mimba. Umeweza kupunguza tatizo la wanafunzi kutembea umbali mrefu kuzifikia shule. Umeweza kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Vile vile umepunguza sana utoro wa wanafunzi. Mpaka sasa tunaona wanafunzi wamekuwa na hari kubwa sana ya kuweza kuhudhuria kwenye masomo. Hivyo basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye upande huu wa miundombinu ya elimu msingi na elimu sekondari. Shule mpya ya sekondari Isale iliyojengwa katika kata Imboro ni miongoni mwa shule za mfano zilizojengwa na serikali ya awamu ya 6 katika halmashauri ya mji wa Mbulu katika kipindi hiki cha miaka 4. Shule hii imekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa kata Imboro waliokuwa wanalazimika kutembea umbali mrefu kwenda shule mama ya sekondari ya Chief Sarwat, hasa kutokana na umbali na uwepo makorongo makubwa ambayo ni hatari kwa wanafunzi hasa nyakati za mvua. Kwa majina naitwa Mwalimu Filmon Nade, ni mwalimu wa shule ya sekondari Chief Sarwat, nasimamia ujenzi wa shule mpya ya sekondari Isale. Shule hii mpya ya sekondari Isale imejengwa katika kata ya Imboro, tarafa ya Ndegikoti, wilaya Mbulu mji. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 83 ambao wamejiunga na kidato cha kwanza mwaka huu 2025. Awali wanafunzi wanaosoma shule ya msingi Isale na shule ya msingi Imboro walikuwa wanasoma shule ya sekondari Chief Sarwat.
lakini kwa muda mrefu walikuwa wanapata adha kubwa ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 3 kufuata huduma hii ya elimu shule ya sekondari Chief Sarwat. Lakini baada ya serikali kuona umuhimu wa kuwa na shule mpya ya sekondari Isale, ikatenga fedha na kujenga shule hii ya sekondari ya Isale. Pia wanafunzi walikuwa wanapata adha kubwa ya kuvuka mto. Mto huo wakati wa masika ulikuwa unafurika sana, kitendo ambacho kiliwapelekea wanafunzi wengi kutokuhudhuria shule, kubaki nyumbani kwa sababu ya umbali. Lakini jamii baada ya kujengewa shule hii walipokea shule hii kwa moyo mkunjufu na pia wamefurahi sana. Jamii ya Isale inaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuwakumbuka kuijengea shule mpya ya sekondari, shule nzuri yenye walimu wa kutosha, kitendo ambacho kimefanya muitikio wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza ni mkubwa sana. Mara ya kwanza wanafunzi waliopangiwa kujiunga na kidato cha kwanza 2025 ni wanafunzi 89, mpaka sasa hivi wameshafika wanafunzi 83. Wengine wamehamia shule za private kama Genda Sekondari. Documents zote zipo ofisini. Kwa hiyo kwa niaba ya wanajamii wa Isale kata ya Imboru, nimshukuru Mama Samia kwa kutukumbuka na aendelee na moyo huo. Uwepo wa shule hii kwa jamii imekuwa ni jambo la furaha sana, kwa sababu watoto wa kike walikuwa wanapata shida. Mara wanaingia kwenye vishawishi ambavyo sio nzuri kwa sababu ya ule umbali. Wanasindikizwa na boda na ile inawaletea adha ya kusumbuliwa na hao vijana wa boda. Lakini sasa hivi shule iko karibu, usumbufu huo umepungua, na jamii tulivyokuwa na kikao cha jamii, wanajamii wamefurahi sana, wanashukuru serikali. Wito wangu kwa wanajamii ni kwamba wale wanafunzi wanaopaswa kujiunga na kidato cha kwanza 2025, jamii kila mzazi ahakikishe anamfikisha mtoto wake shule kwa muda ili kuepukana na adha ya kuachwa na masomo. Pia waweze kutunza haya majengo mazuri yaliyojengwa na serikali, ili iwe ni chachu kwa jamii, kwa kizazi kijacho, waweze kuikuta majengo yawe salama, ili serikali ikiona kwamba kile kinachopelekwa kwa jamii wakiitunza, wanaweza wakapata tena mwamko wa kujenga mabweni, nyumba za walimu na kuiboresha na baadaye iwe high school. Uwekezaji huu bila shaka unaongeza mwanga kwa watoto hawa kuendelea kutia bidii katika kusaka ndoto zao kitaaluma na kuja kuitumikia nchi yao hapo baadaye. Kwa majina naitwa Najma Najibu Musa, nasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari Isale. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutujengea shule hii nzuri ambayo ina wanafunzi wapya, walimu wapya na majengo mapya, na kulikuwa hakuna shule nyingine ya sekondari ya karibu. Tumejengewa shule hii, tunamshukuru sana Mama Samia. Bila hii shule kuwepo, tungesafiri kutoka mbali mpaka shule ya sekondari Chief Sarwat. Tumejengewa hii shule kwa sababu mpaka tufike kule tunatakiwa tuvuke mto, na tukivuka mto siku nyingine kunakuwa na mvua inanyesha nyingi, kunakuwa na mafuriko, kwa hiyo tunashindwa kupita. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Kwa majina naitwa Anastasia Josephati Joni, na mshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule ya karibu. Isingekuwa yeye tusingefika hadi kule Chief, kwa sababu kuna mito na siku mvua ikinyesha ni mito hiyo inajaa na wanafunzi wanashindwa kupita. Tunamshukuru sana Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule ya karibu, shule mpya, wanafunzi wapya pia na walimu wapya. Tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Jina naitwa Michael Richard Balo. Ninasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari Isale. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kututengenezea shule nzuri na iliyoko karibu. Ilikuwa karibu sana, kilomita 3. Namshukuru Samia kututengenezea shule ya karibu. Mimi kwa majina naitwa Basil Bwae, ni diwani wa kata ya Imboru. Kwanza kabisa ninamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi mkubwa kwenye kata yangu ya Imboru. Kata yangu ya Imboru inatekeleza mradi mkubwa wa shule ya sekondari ambayo ilikuwa ni hitaji la wananchi wa kata ya Imboru kwa muda mrefu sana.
wananchi wa kata ya Imboru wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais na wanaahidi kwamba katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais watampa ushirikiano wa kutosha. Na pia baada ya kupata shule hiyo ambayo ni hitaji kubwa ya kata yetu ya Imboru, wananchi wa kata ya Imboru ambao wanafunzi wao walikuwa wanasoma katika kata mbalimbali, lakini pia walikuwa na changamoto ya kuacha shule kwa sababu ya ukosefu wa shule ya sekondari. Wengi walikuwa wameacha shule. Kwa hiyo upatikanaji wa sekondari yetu ya kata ya Imboru imesaidia kwa kiasi kikubwa sana ya kuwarudisha wanafunzi na kuinua taaluma. Na niseme tu kwamba kata ya Imboru imepanda sana kitaaluma hasa kwa shule za msingi. Kwa hiyo kuwepo wa shule ya sekondari itasaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza changamoto ya kuwa na sekondari. Imepunguza kwa kiasi kikubwa sana kwa wanafunzi ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kutafuta elimu kwa kata za jirani ambazo zipo katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu, ambao wengi wetu au baadhi ya wanafunzi walikuwa wanatembea karibu kilomita 28 kwa siku, wengine wanatembea kilomita 32 kwa siku, wengine kilomita 14 kwa siku. Kwa hiyo kwa upatikanaji wa shule hii ya sekondari kwa kiasi kikubwa sana imeongeza ari, imeongeza morali kwa wananchi wa kata ya Imboru na wanaiunga mkono serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali, kwa sasa tumepata sekondari. Tunaiomba sana serikali ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan atusaidie, kwa sababu tumepata shule lakini hatuna nyumba ya walimu au nyumba za walimu. Lakini pia hatuna bwalo la wanafunzi na hatuna pia mabweni kwa ajili ya wanafunzi wetu wa kike, na kwa sababu wanafunzi wengi wanatoka kidogo mbali, mitaa ya mbali. Kwa hiyo hii pia tukipata itasaidia sana kwa kuongeza taaluma, lakini kwa kuongeza morali ya wananchi katika kuchangia miradi ya maendeleo, kwa sababu halmashauri nzima au kwa upande wa Mbulu sisi ndio tunaongoza kwa kuchangia miradi ya wananchi. Kwa hiyo hii itaongeza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini niseme tu hili kwamba wananchi wa kata ya Imboru wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais na wameipokea shule hii kwa morali ya hali ya juu sana. Na niseme kwamba hii shule wananchi wa kata ya Imboru wameona kama vile ni maajabu ya dunia ambayo haijawahi kutokea, kwa sababu ilikuwa nitoka nchi hii ipate uhuru kata ya Imboru haijawahi kuwa na sekondari. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Wananchi hawajachangia hata shilingi 100. Shule imejengwa, kila kitu imejengwa, miundombinu yote Mheshimiwa Rais ameleta. Kwa hiyo tunawaomba sana mfikishie shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika sekta ya elimu, hasa ujenzi wa madarasa, ofisi za walimu, maabara na matundu ya vyoo, lakini bado kuna changamoto kubwa ya uhaba wa nyumba za walimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Mbulu, Bi Rehema Saidi Bwasi, anaiomba serikali kuendelea kusaidia halmashauri hiyo ili iweze kukamilisha ujenzi wa nyumba za walimu. Ni kweli tumeona baadhi ya shule mpya tumezipokea na tumeshazijenga, lakini vile vile tumepokea madarasa kwenye baadhi ya shule zetu, lakini bado tuna changamoto moja ya nyumba za walimu. Hivyo basi nitumie fursa hii kumuomba Mheshimiwa Rais kuiomba serikali yake ya awamu ya 6 tupatie fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya nyumba za walimu, kwa sababu kilio sasa cha walimu ni nyumba za walimu. Kwa hiyo tutafarijika sana kama tutapata miradi hiyo ya nyumba za walimu, ili basi walimu waweze kupata mazingira mazuri ya kuishi, kwa sababu tumeona shule nyingi zipo, lakini changamoto kubwa ni nyumba za walimu. Na kwa kuwa serikali yetu ya awamu ya 6 ni sikivu na inafanya kazi yake na inagusa wananchi wake pale inapokuwa na changamoto, na hili pia watalipokea na watalifanyia kazi. Na kwa kuwa wanafanya kazi awamu kwa awamu kwa kadri wanavyoweza kupata fedha kuweza kutatua changamoto hizi, nina imani hata hili swala la nyumba za walimu basi litafanywa kazi. Mtazamaji, bila shaka umefahamu mengi yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika halmashauri ya mji wa Mbulu, hasa kwa upande wa sekta ya elimu.